Baada ya kifo cha aliyekuwa kiongozi mkuu wa Irani Ali Khamenei, baraza la wataalam la Irani Assembly of Experts limemtangaza mwanawe Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu mpya wa nchi hiyo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Irani, uamuzi huu umefikiwa kufuatia kifo cha Ali Khamenei kilichotokea tarehe 28 Februari 2026, siku ya kwanza ya mashambulizi ya anga yaliyodaiwa kufanywa na Marekani na Israeli dhidi ya Irani. Ni muhimu kufahamu kuwa Mojtaba Khamenei ni mtoto wa moja kwa moja wa Ali Khamenei, jambo ambalo limeibua mjadala mkubwa kimataifa, kwani mara chache sana katika mfumo wa uongozi wa Iran nafasi hiyo hurithiwa ndani ya familia kiongozi aliyekuwa madarakani. Mojtaba Khamenei sasa anarithi nafasi yenye mamlaka makubwa zaidi nchini Iran, ambayo inasimamia jeshi la nchi, sera kuu za taifa pamoja na maamuzi makubwa ya kisiasa. Hadi sasa mataifa mbalimbali duniani yanaendelea kufuatilia kwa karibu mwelekeo wa uongozi mpya wa Irani na athari zake katika siasa za Mashariki ya Kati. Tukibaki huko duniani, basi ni kujiuze kuhusiana na taarifa kutoka nchini Marekani. Moto ulionekana ukitoka chini ya barabara katika jiji la Teherani, Irani. Hii ilitokea baada ya kituo cha mafuta petroli kushambuliwa, petroli kuwaka na kupita kwenye mifereji ya maji na maji taka ya jiji. Tukio hilo lilitokea baada ya mashambulizi ya anga kulenga ghala la mafuta la Akdasi kaskazini mwa Teherani. Baada ya shambulio hilo, mafuta yalianza kutiririka kwenye barabara ya Huksa na kuingia kwenye mifereji ya chini ya ardhi. Mafuta hayo yalipowaka moto ulianza kutoka kwenye mashimo ya maji na mifereji ya barabarani. Wakazi walisema waliona moto kutoka kwenye mashimo ya maji, jambo ambalo lilifanya lionekane kama barabara zinawaka moto. Mashambulizi hayo yanadaiwa kufanywa na majeshi ya Marekani na Israeli, yakilenga miundombinu ya nishati na kijeshi ya Irani. Maeneo mengine yaliyoathiriwa ni ghala la mafuta la Shahrani na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mehbad, ambako mlipuko mkubwa ulionekana na moto mkubwa kaonekana angani katika sehemu nyingine za jiji.